Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adam Hussein. Wanajeshi wa Israel wamewafyatulia risasi za onyo wanadiplomasia wa kigeni kutoka mataifa mbalimbali ya ulimwengu. IDF imeshutumu ujumbe wa kimataifa kwa kupotea kutoka katika njia iliyoidhinishwa katika ukingo wa Magharibi. Wanajeshi hao wa Israel wamefanya mashambulizi hayo karibu na wajumbe wa kidiplomasia wa kigeni waliotembelea kambi ya wakimbizi ya Jenin na kufanya ukaguzi katika eneo hilo. Ziara hiyo iliyoandaliwa na mamlaka ya Palestina ilijumuisha wajumbe kutoka mataifa kadhaa ikiwa ni pamoja na Uingereza, Canada, Ufaransa, Italia, Uhispania, China, Japan, Mexico, Misri na nyinginezo. Hata hivyo hakukuwa na majeruhi yaliyoripotiwa, lakini kanda za video zimeonyesha wanadiplomasia wakikimbia kwa hofu huku milio ya risasi ikitokea mwendo wa saa 2 usiku kwa saa za huko. Kikosi cha ulinzi cha Israel IDF kilidai kuwa wajumbe wamepotoka kutoka kwa njia yao iliyoidhinishwa awali na kuingia katika eneo lisiloruhusiwa. Walilielezea kama eneo linalotumika la mapigano. Kulingana na uchunguzi wa awali, wajumbe walikengeuka kutoka kwa njia iliyoidhinishwa na kuingia katika eneo ambalo hawakuidhinishwa. Kuwa askari wa IDF walikuwa wakihudumu katika eneo hilo walifyatua risasi za onyo ili kuwatenga. IDF ilisema, ikieleza masikitiko kwa usumbufu uliosababishwa na risasi hizo. Wizara ya mambo ya nje ya mamlaka ya ndani ya Palestina ilielezea ufyatuliaji risasi huo kama ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa, ikisisitiza kwamba ujumbe huo ulikuwa kwenye ujumbe rasmi wa kutathmini hali ya kibinadamu, huku kukiwa na ukosoaji mkubwa wa kimataifa wa operesheni za kijeshi za Israel huko Gaza na ukingo wa Magharibi wa mto Jordan. Viongozi wa kimataifa wamedani tukio hilo haraka. Ufaransa na Italia ziliwaita mabalozi wa Israel kwa maelezo. Naibu waziri mkuu wa Ireland aliita tukio hilo halikubaliki kabisa, huku Canada ikidai uchunguzi kamili. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas pia alitaja kitendo cha kuwafukuza kazi wanadiplomasia karibu hakikubaliki na kutaka uwajibikaji. Wizara ya mambo ya nje ya Misri ilisema tukio hilo linakiuka kanuni zote za kidiplomasia, wakati wizara ya mambo ya nje ya Uturuki imelani vikali kurushiana risasi za onyo kwa wanadiplomasia wake. Jeshi la Israel lilianzisha operesheni kubwa katika ukingo wa Magharibi mwezi Januari iliyopewa jina la Iron Wall, huku wanajeshi wakichukua udhibiti wa Jenin na kuweka milango ya chuma kwenye lango la kuingilia kambi ya wakimbizi. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alisema wakati huo lengo lilikuwa kutokomeza ugaidi katika eneo hilo, huku kukiwa na vita vinavyoendelea vya Israel na Hamas huko Gaza. Waziri wa zamani wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant baadaye alisema kwamba wanajeshi wa IDF wangesalia katika eneo hilo kwa muda usiojulikana na kutangaza kwamba kambi ya wakimbizi ya Jenin haitokuwa vile ilivyokuwa. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.